Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karibuni tena. Ni siku ya Alhamis. Alhamdulillah, ni siku ambayo sunna kufunga yaumul khamis. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kwa nini unafunga siku ya Alhamis? Ina sababu. Tunafunga siku ya Alhamis kwa sababu matendo yetu yanapoenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema siku hii Alhamis ndiyo siku ambayo matendo yanakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yako uliofanya ndani ya wiki nzima. Kwa hiyo nafunga Alhamis. Mtume akajibu, tunafunga Alhamis, nafunga Alhamis ili matendo yangu yatakapoenda kwa Allah basi yaende hali ya kuwa nimefunga. So ni sunna kufunga siku ya Alhamis. Leo tunaendelea na darsa yetu. Subhanallah. Ya qalqala. Tupo katika darsa ya qalqala ambapo tulizisoma ni herufi tano. Herufi tano pekee. Okay. Qaf, qa, ba, jim, dal. Lakini cha ajabu na cha kushangaza kuna herufi tumeziongeza kwenye kugonga. That's why tulijua kwamba hili litatokea. In kullu suratul Tariq, sio kwamba aya zote zinagongwa. Kuna baadhi ya aya hautoweza kugonga. Na ni kwa sababu zenyewe sio herufi za qalqala. Zenyewe sio herufi za qalqala. Mfano, in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Lakini hafidh na hapo pia tumepita kwa kugonga. So mazoezi tuliyofanya katika sura hiyo sio tu kugonga bali na herufi zingine pia uziacha na usizigonge. Bismillah. Tuende leo tusome tena kidogo hili qalqala, alafu tutafanya sura hapa. Nadhani ndio tutaacha dakika nyingi kidogo mwisho ili tufanye mazoezi zaidi hapa darasani. Qalqala ni sifa ambayo haipo katika lugha zingine. Kiswahili hakuna kitu kinaitwa qalqala. Okay? Wala Kizungu hakuna qalqala. Qalqala ni sifa ambayo ipo katika only lugha ya Kiarabu. Ndio kuna sifa inaitwa qalqala. Nimeshare hapa ni baadhi ya picha ambazo zinaelewesha vizuri kuhusu qalqala. Hizi ni picha lakini nia yangu hapa mimi ni kwenye mazoezi vizuri ya usomaji wa qalqala. Na namna gani tunazikosea kuzitamka hizi qalqala. Nadhani tunaona ni picha ambayo ina maneno ya qalqala. Nataka tufanye mazoezi zaidi sababu jana tumeielezea. Tutakuwa tunaanza mwanzo kama leo tena nitaelezea. Kwa leo tuende katika mazoezi. Qalqala, herufi ikiwa katikati tumesema unaigonga. Sauti yake japo inakuwa haisikiki sana lakini inagongwa. Mfano, Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha. Ibet illa betigha. Ukianza mwanzo wa aya. Ibtigha. Nimeisoma na herufi ambayo ni qalqala iko katikati ni herufi ba. Yajetanibuna. Hii sifa ipo katika lugha ya Kiarabu pekee yake. Yajetanibuna na wala sio yaji. Nikisema yaji nimetia kasra. Wala ya mwanzo sio ibtigha. Nikisema ibi nimeweka kasra na ina sukuni hiyo ba. Qad alima. So qalqala tulisema ni sauti ambayo iko baina ya fatha, kasra na dhamma, ambayo inaweza ikawa ni a au ikawa ni o. Na mazoezi zaidi ya qalqala tulipeana sura ambayo ni suratul Tariq. Pia kuna suratul Buruj. Hizi ni sura mbili ambazo zenyewe zina maelezo ya qalqala.
qalqala nzito na qalqala nyepesi. Suratul Buruj, was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud. Mwisho hizo zinagongwa. Was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq. Qalqala kuna nyepesi, kuna dhaifu ambayo haisikiki vizuri, alafu kuna imara ambayo yenyewe sauti yake inagongwa kwa kusikia. So inagongwa wazi tulisema ikiwa mwisho, na inakuwa dhaifu sauti yake ikiwa katikati. So ni aina mbili. Tuje katika sehemu ya makosa ya usomaji wa qalqala. Makosa. Kwa nini mtu badala ya anaona kabisa sukun pale, herufi ya qalqala ina sukun, lakini ataisoma herufi hiyo kana kwamba ina kasra? Inategemea. Cha kwanza ni kuchanganya. Kosa la kwanza hili ambalo ni muhimu sana, ambalo ukitaka kujiepusha na makosa ya qalqala basi yaandike. La kwanza ni kuchanganya qalqala na irabu. Kuchanganya qalqala na irabu na haraka. Kuchanganya qalqala na irabu. Badala ya kusema abedina ukasema abidin. Hilo ni kosa la kwanza. Kuchanganya qalqala na irabu. Na hilo pia linatokea sometimes ni kutokana na combination ya kwamba, kwa nini inatokea hivyo? Kwamba ukute mbele yake, mfano katika neno hili mpaka hapa niseme abidina, mbele ya ba ambayo qalqala kuna dal ambayo ina kasra. So unajikuta mdomo umefuata ile irabu ambayo iko mbele huko abidina. So unaenda kusoma d, basi na huku ba nayo inabadilika kufuata ile d. Abidina hapana, bali unatakiwa iwe abidin. Usimamie vile vile kwenye ba iwe ni qalqala. Au qalu da'u lana rabbak, qalu da'u lana rabbak, ukajikuta unasema qalu du, ukatia dhamma, kwa sababu ukiangalia herufi ya mbele yake pia ina dhamma. So cha kuchunga sana ni hizi herufi. Ukiona tu una sukun basi kuwa nayo makini, sababu mdomo unafuata yale matamshi yaliyozoea. Okay. Qalu du'u lana ni makosa. Qalu da'u lana rabbak, hapo ni sahihi. Okay. Mfano mwingine nikisema abidina, tumeongelea hapa kwa sababu inafuata herufi ya mbele yake. Au ukasema yaqdi, hapa yaqdi, hili neno liko chini hapa yaqdi, ukajikuta unasema yaqdi, umefuata herufi ya nyuma yake au ya mbele yake. So unafuata kile ulichokizoea. That's why unakuta mdomo unaitamka na dhamma au na fatha au na kasra. So ni kutokana na kwamba umeangalia herufi ya nyuma au ya mbele, wewe ukaweka hivi. Lakini ufasaha ni kuisoma baina yaqdi. Na hii ni dhaifu kwa sababu ipo katikati. Inakuwa sauti yake sio kama sio inasikika, lakini sio vizuri sana. Yaqdi. Okay. Haya ni makosa ya qalqala. Namna gani ya kuyaepuka makosa haya? Cha kwanza ni kama tunavyofanya sisi. Kurecord voice note alafu ukajisikiliza. Mirror practice. Mirror practice ni kujirekodi alafu ukajisikiliza usomaji wako. Inshallah kuna brothers na ukhtis wanajua kusoma, anajisikiliza anafuta hata mara 10. Atazifuta mpaka anaipata ile yenyewe. Hii sasa ndo mwalimu asikilize. Kwa sababu amefanya hii mirror practice. Sio usimame mbele ya kioo, bali hata kwenye voice note. Hii ni solution ya kwanza. Ya pili, unaweza ukasikilizwa na mwalimu. Na mwalimu, jiangalie namna unavyotamka wewe hiyo qalqala. Au kosa lingine ni kuzidisha. Ikiwa unasimama ni qalqala ndio ile pale, lakini namna unaposimama wewe haina shadda,
bali unaifanya kama ina shadda au unaizidisha ile qalqala kiasi cha kwamba sio tena inakuwa qalqala, inakuwa umetia chumvi. Mfano hii ni ahade, ukisimama lakini ahad 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 no, au ahade no, haina shadda. Ahad, iangalie na namna unavyoisoma hii kalima. Ahade sahihi. Al-asbab, al-asbab hapana, sio be, itoke. So namna unavyosimama, lakini usifanye yani sauti umeizuia alafu na mwisho unafanya kama kuburuza mdomo. Al-asbab sio qalqala. As-samad sio qalqala. As-samad hivyo ndo qalqala. Wala usiweke shadda kati haina shadda. As-samad yani unaitafuta kana kwamba ndio tunaanza, lakini mwanzo siku zote hatua ya kwanza inachukua muda. Jaribu kwenda kitaratibu na kasi ulionayo. Usihitaji kuforce haraka. So unaweza ukaanza mazoezi uchukue yenyewe. Ukiona okay, mimi natamka as-samad no, anza kwanza itamke tu de kisha as-samad. So anza kwanza kuigusa herufi yenyewe ya qalqala. Bu be, hii ni be al-asbab, ili uweze kuishika qalqala na kuiachia. Hii darasa ndo tunaimalizia leo ya qalqala. Hii ilikuwa ni presentation fupi ya kuhusu qalqala ambayo nimeona niandae baadhi ya makosa tuweze kuyazingatia kabla hatujaanza kusoma. Sometimes ukifahamu mistakes zako, sasa nikisema na kukosoa, alhamdulillah najua na kukosoa sehemu ambayo pia nimekuelewesha. Qalqala. Okay, sura ya kufanyia mazoezi tumeonelea ni suratu Tariq. Suratu Tariq wasamai wa Tariq, only 5 aya from beginning, kwa sababu yenyewe herufi aya zake za mwanzo zote zina qalqala. Ina dakika 20 sasa hivi hapa, saa 3 dakika 20. Hebu tusome bismillah, japo aya moja. Hii mimi nitakuambia nisomee aya fulani, sio wewe uchague. Bismillah. Tuanze na brothers. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Tusi unmute sauti mpaka turuhusiwe, kwa sababu zisiingiliane. Zikibaki zile dakika zenu 10, basi hapo tapeana ruhusa. Brother Isa Nyati. Bismillah, hebu tusome aya ya 3. Unaweza uka unmute sauti Brother Isa Nyati, alafu tusomee aya ya 3. Na imani mashafu imesha share kwa wote. Umeshare mashafu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni jina tu limeapia Isa, lakini natumia mimi Laila. Nani? Laila. Oh, okay, ukti Laila. Haya, tusome aya ya 3 ukti Laila. Afwan sana. Ya 3 ya 5. Ya 3. Ya 3. A'udhu billahi minash shaitani rajim. An-najmu thaqib. Shukrani. Tena zingatia na jim ina sukun. An-najmu thaqib. Ewa, barakallahu. Shukran sana. Mwanzoni ukti Laila alisema an-najmu thaqib. Sometimes inatokea hivyo, sababu hii inaitwa herufi jim, basi unajikuta umeitamka vile vile g, an-najm. Lakini ukizingatia an-najm thaqib. Barakallahu. Shukran sana. Okay, so brothers, wala Fahmi ada. Assalamu Waalaikum salam wa rahmatullah. Naam. Tusome aya ya 4. Aya 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل نفس لما عليها حافظة Usigonge hiyo si yeah, barakallahu fik, mashaallah. Yeah, Sorry. shukran sana. So tuenazo makini hizi. Barakallahu fik. Shukran sana. Alhamdulillah, unajua sometimes hii tunapeana ni challenge. Anapokosea mmoja sisi turekebishe wote. Hii ni sehemu ya kujifunza. Shukran sana brother Fahmi. So aliokuwa anataka pia kugonga hiyo dha, wengi katika banati nimesikiliza mmegonga hiyo. Dha haigongi. Inshallah I think mwalimu atajitambulisha katika group la walimu ambaye atawafundisha klasi ya private ambayo itakuwa namna tutakavyopanga, na tutatuma utaratibu inshallah. Yeye atawasikiliza usomaji, so atakuwa anasikiliza katika group na pia atakuwa anasikiliza hiyo tutakavyopanga ratiba ya nasaba. So inshallah tutamzoea na tumpokee. Okay, let's go to sisters. Ukhti Zena, kwa hiyo tuende na mikono namna ilivyoinuliwa ya kwanza mpaka ya mwisho. Ukhti Zena, tusomee aya 7. Bismillahirrahmanirrahim. يخرج من بين الصلب والترائب. Ewa, sahihi tena. يخرج من بين الصلب والترائب. Barakallahu fik. Wajitahidi, lakini hii kha yakharuju, isma yakharuju. Yakhruju tena. يخرج من بين الصلب والترائب. Barakallahu fik. Shukran sana. Sahihi. Okay. Brother Abdul Hamid. Aya ya pili, brother Abdul Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما الطارق. Yeah, barakallahu fik. Shukran, hauna kosa na umeisoma vizuri. Hii ni suratu Tariq, ina mazoezi lakini unaweza ukafungua sura nyingine ukafanyia pia mazoezi. So sisi tunasikilizana hapa. Ukhti Ifra, aya ya 11 ya Ukhti Ifra. Lazima tu unmute ili niweze kusikia. Ya Ukhti Ifra haja unmute, basi Ukhti Amina unaweza kutusomea aya ya 11 ikiwa Ukhti Ifra anajipanga unmute. السلام عليكم. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Naam. أوكي. فما له من قوة ولا ناصر. Ya mbele yake. والسماء ذات الرجع. Ya hiyo qalqala tuseme raji' tena. والسماء ذات الرجع. Ya, shukran. Was-samaa'i dhati ar-raj'. Hiyo ain isi hapo kuna qalqala jim, alafu unaenda mbele kusimama ni ain, utakuwa we back silent, yani hiyo ain iwe silent kwa sababu yenyewe sio qalqala. So unaibana raji' hivyo tena. والسماء ذات الرجع. Ya, shukran. Jazakillahu khairan Ukhti Ifra. وإياكم. Ukhti Amina. Amina Ibrahim, aya ya kwanza. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, barakallahu fik. Umesoma vizuri sana. Ukhti Joha Mohdi, aya ya 12.
unmute mic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Sioni screen yangu haionyeshi. Oh, pole, kama haionyeshi kabisa mushaf hapa. Inaonyesha lakini inakuwa inaonyesha baadaye inakata. Kwa hiyo sasa hivi hapa ndo nimechaguliwa lakini ndo haionyeshi. Oh, okay. Ilikuwa aya 12. Pole, basi ikionyesha utaweka tena mkono juu na kuchagua. Brother Ali. Inshallah. Brother Ali, aya 12 tusomee kama kwako inaonyesha. Tulilisema hilo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa mbona imefikika tena? Haya, lakini nitaisoma hii. Wal ardi dhati sad'i. Ya, shukran. Wal ardi dhati sad'i. Shukran, umegonga vizuri kabisa. Haiwezi kila mmoja tusome leo hapa, insha Allah. Insha Allah. Ukhti wema. Ukhti wema. Assalamu alaikum. Niko hapa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, tusome pia aya 6. Aya 6. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma tubiru sarair. Hiyo ni ya 9. Tena ya 6 huko juu. Oh. خلق من ماء دافق. يا شكرا. تنا خولي لم يكسر. خلق من ماء دافق. يا جزاك الله خير. Hivi ninavyosikiliza pia napata naweza nikamrahisishia mwalimu kwamba wanafunzi hawa na hawa na hawa wao wanahitaji waende taratibu sana, ni wagumu kuelewa. Kwa hiyo hawa wanaenda nao slow. Hao wengine hawa watu waende kundi hili, wao watawezana. Kwa hiyo tusome pamoja hapa. Okay. Mwana harusi. Wakati mwana harusi aya ya 7. Hii sura sidhani kama ni ngumu. Aya ya 7 wakati mwana harusi. Na dakika 29 hapa. Leo tunamalizia qala insha Allah, kesho tunaingia another lesson insha Allah. Ikiwa mwana harusi anaangaika ku unmute, nadhani huenda haijakaa vizuri kwake. Brother Qasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu aya 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بين الصلب والتارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بين الصلب والترائب. ايوه hapo sahihi. Jazakallahu khair. Shukran sana kwa Qasi. Ukhti Najat. Najat, Yes. some aya 5. Aya 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان مما خلق. Ya, usikute مما خلق. Ya, shukran sana. Barakallah. Okay, brother Said. Brother Said Yusuf. Some aya ya kwanza. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, sahihi. Barakallah.
Gonga vizuri. Okay, tunakufikia pia. Na nadhani nimeanza leo kwa huku walionyosha juu wa kwanza mpaka wa mwisho. Leo tutasoma wote inshallah. Ukhti Huba. Ukhti Huba, some aya ya pili. Waalaikum Waalaikum salam. Mambo nishushie kidogo. Kuna hivi na nizi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama adraka ma tariq. Ya, makto tena. Wama adraka ma tariq. Ya, jazakallahu khair. Umesoma vizuri sana. Alhamdulillah, mimi hii darasa katika darasa nimeiona nyepesi, imeeleweka, kwa hiyo hii ni mmoja wapo. Brother Eid, Brother Eid, aya ya 3. Fanya mazoezi leo, na imani tukitoka hapa tugetu darasa leo. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jamusaqab. Kwani umeanza na hii brother Eid? An-najmu saqab. Aiwa, an-najmu saqab. Shukran sana. Kama kuna mwenye swali ni ruhusa. Ni ruhusa this time ukawa umeuliza swali lako. Shukran. Wasoma vizuri. An-najmu saqab. Ukhti Husna. Naam. Karibu Ukhti Husna, aya ya 4. Aya ya 4. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In kullu nafsin. Naam, malizia kwa Husna yupi? Husna Abdullah na Husna mwingine? Husna. Husna yupi? Sorry. Husna Ali teacher sir. Husna Ali ama Husna Abdullah? Husna Fahad. Ndo mimi. Ya, hapa nimesahau kumalizia. Haya inshallah. Tule tumalizie then. Husna. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Mwisho tena. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Ya hafidh. Malizia. Ulimi unakuwa nje kidogo. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Ya, shukran. Jazakillahu khair. Wajitahidi. Hii aya haina qalqala. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Lakini tunasoma sababu hii dha mwisho mara nyingi pia tunajisahau, tunaigonga. Haigongwi. Okay, alikuwa ni Ukhti Husna Fahad. Okay, Ukhti Halima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisome aya gani? Okay, sorry. Aya 5 inayofuata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mashallah, shukran. Afwan. Khuliqa. Hebu igonge tena vizuri. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, barakallahu fik. Umegonga vizuri. Shukran Ukhti. Nafanya mazoezi ya mwisho kwenye qalqala. Hii sifa za herufi ziko darasa ya mbele inshallah. Bado ziko. Kuna darasa kabisa inaitwa sifa za herufi. Ufahamu kila herufi inavyosomwa kiufasaha. So tutaikuta mbele na qalqala pia bado iko mbele. Okay, Ukhti Husna Ali. Ukhti Husna Ali.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aya ya 6. Aya 6. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqa min ma'in dafiq. Ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, shukran. Nisoma vizuri. Oh, ukhti Fatma nauliza swali ustadhi. Naomba unifahamishe na natamani kusoma ila mic haikubali. Mic ikiwa haikubali huwa inakuwa ni vitu viwili. Huenda ni changamoto ya internet kwako au hauja update Google Meeting. So itakuwa vizuri kama utaingia Google Meeting alafu update. Ingia Play Store au App Store alafu andika Google Meeting update. Nadhani hapo utakuwa umeweza kusoma. Ukhti Saada. Lakini huku si tumetoa option ya unaweza uka-unmute wewe. Ukhti Saada. Aya ngapi ustadhi? Aya 7. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yakhruju min baynis sulbi wat-tara'ib. Ya, barakallahu fik. Yakhruju min baynis sulbi wat-tara'ib. Ustadhi, tusome na sura ya nyuma hiyo hatujafika. Sahihi. Twende katika suratul Ikhlas. Okay, tuisome Ikhlas pia. Sura maarufu kidogo. So tukishindwa kugonga na hapa, hii sura imezoeleka sana. Kila mmoja Suratul Masad. Tabbat yada. Okay, hii sura okay, tuifanyie mazoezi hapa. Ukhti Zena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Ya, watab. Shukran. Aya hiyo moja tu inatosha Ukhti Zena. Okay. Leo Ukhti Bisama. Aya ya pili. Sama Jumaa. Aya pili ya suratul Masad. Nadhani hizi sura ni maarufu. Tumekariri hata bila kufundishwa utotoni. Masad. Bisama, unmute mic. Kanalo. Mikono inaendelea kuwekwa. Allahu Akbar. Allah wabarik kwa wanafunzi kwa upendo wenu wa kujaribu. Man talaba al-ula sahira al-layali. Sasa naona mic yake hai unmute. Brother Saddam. Ni jaribu hiyo. Okay. Assalamu alaikum. Afwan kidogo. Naam brother Saddam. Afwan kidogo tutakuruhusu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma a'na anhu maluhu wa ma kasab. Yeah, shukran. Umeisoma vizuri. Lakini mwanzo ma aghna tena ghaini itoe vizuri. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yeah, shukran. Sahihi. Afwan. Okay, inayofuata Ukhti Fatima. Sio kama umeweza ku-unmute mic. Fatima alisema mic yake unmute lakini mara nyingi naona yuko hadhi. Aya ya 3 Ukhti Fatima. Hapo umesha unmute Ukhti Fatima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaslan naran zata lahab.
Good. Vuta la. Sayasla naran. Sayasla nara dhata lahab. Usikaze. Ukisema sayaslan hapo unakaza. Vuta sayasla. Sayasla naran Yes. dhata lahab. Aiwa, hapo ndo mwisho gonga. Lahabe. Sayasla naran dhata lahab. Aiwa, hapo safi. Barakallahu fik. Aya inayofuata ukhti Muzakir. Aya 4. Wamraatuhu wamra'u hammalatal hatab. Shukran brother Muzammil, umejaribu. Hatab. Okay. Muzakir naona hajafanikiwa ku unmute. Okay, inayofuata ukhti Hidayah tumalizie. Pole sana. Ya mwisho ukhti Hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جيدها حبل من مسد. Ya jazakillahu khair. Hivyo ni namna ambavyo tunaweza kugonga kalo. Tamani sana tungejaribu wote, lakini ni wengi. Kwa hapa darasani tu dakika zinakuwa nyingi na recording inakuwa ndefu. Sometimes unakuta tumechelewa kutuma kwa sababu recording inakuwa ndefu, majibia yanaongezeka. So turidhike na mpaka hapa, na mazoezi zaidi mimi nitapitia katika group. Naona mikono kuja ni kariri hapa. Kuna mkono wa Kutibatuli, kuna Muzamil ashasoma, Tiacha, Husna ashasoma, Amina, Ajwaid, Zena, Najat, Asha, Hamza yoka tayari, Fahmi tayari, Bayana, Miraj ndio mwana Hamis, Khadija. Hii inategemea hii mikono tumalizie kusoma kwenye group. Na wengi sana na imani hatujasoma. So inshallah Allah tufanyie pesi. Akipenda kesho inshallah tutaingia darasa linalofuata. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin